Tumaini katika tufani. Karibu mpendwa mtazamaji katika mfululizo wa masomo ya kichwa kinasema tumaini katika tufani. Yeremia 29 aya ya 11 asema, maana nayajua mawazo nayowazia ninyi, asema Bwana, si mawazo ya mabaya bali mawazo ya amani, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Katika siku hizo tulizo nazo, siku zenye changamoto, siku za magonjwa yasiyokuwa na tiba, siku za vita zinazoibuka mchana na usiku katika mataifa, siku ambazo tumewazika wapendwa wetu ambao tuliwategemea na tukutarajia kwamba tutaachana nao kwa sababu ya kifo, siku ambazo hali ya maisha imekuwa ni ngumu. Viongozi wakubwa kwa wadogo katika mataifa makubwa na madogo wamefanya kila wanaloweza kuhakikisha maeneo yao, mataifa wanayotawala, falme walizonazo, watu wao wanakuwa na heri, lakini mwisho wa yote wanasema we have done all that we could, ni kusema tumeshindwa. Kwa hiyo lakini pamoja na wanadamu kushindwa, bado Mungu yuko mbinguni. Yeye huanzia pale wanadamu wanapoishia. Yeye huanzia pale madaktari wanapoishia. Yeye huanzia pale wazazi wako wanapoishia. Liko tumaini kwa Mungu. Yeye huanzia pale wafalme wanapoishia. Liko tumaini kwa Mungu. Ujumbe wa leo una somo linasema tumaini katika tufani. Nalo limejengwa katika kitabu kile cha Marko sura ile ya 4, Marko sura ya 4 aya 35 mpaka ile aya ya 41. Hapa kuna kisa cha Yesu siku ile amefundisha, na amefundisha kando ya bahari, na ndiyo siku ambayo alitenda muujiza kwa wanafunzi ambao waliokuwa wanavua samaki, wanafunzi ambao walikuwa wakifanya kazi ya uvuvi, na siku hiyo hawakupata kitu. Habari unaweza kuipata pia katika Injili ya Luka sura ya 5. Yesu baada ya mkutano kuwa mkubwa umemsonga, aliomba chombo, akaingia ndani ya mtumbwi, akakaa ndani ya bahari, chombo kikasukumwa ili awe na nafasi, watu wasimkaribie, ili apate wasaa mzuri wa kuwafundisha na sauti ifike mbali. Baada ya hiyo huduma siku nzima, kutwa nzima, akitenda miujiza, akiponya wagonjwa, akifanya hayo yote, baadaye Yesu akawaambia wanafunzi wake, tuvuke twende ng'ambo. Hiyo ilikuwa ni jioni. Yesu anapowaambia wanafunzi wake tuvuke kwenda ng'ambo, yeye alikuwa amechoshwa kwa sababu ya shughuli za kutwa nzima ya siku ile. Naam, Biblia inasema yeye alipo